إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير له، ولا معين له، ولا ند له. الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، الواحد الأحد والفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، ثم جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani, ikiwa bado tuko katika silsila ya Qasasul Anbiya, jana tulifika katika sehemu ambayo Nabii Yusuf anaingia katika almihnatu thalitha warabia, mtihani wa tatu na wanne. Mtihani wa kwanza ni ule wa kuchukiwa na ndugu zake na kumsudiwa na hatimaye kutupwa katika kisima. Ule ulikuwa mtihani wa kwanza. Alikaa katika kisima kwa muda wa siku 3 ndani mule, na siku ya 3 akaokolewa na wasafiri waliokuwa wanatoka Madian kwenda Misri, na wakamuuza, na kwa kumuuza ikawa ni mtihani mwingine wa pili, almihnatu thania, kuuzwa kwa bei poa, kama vijana wanavyosema, darahima ma'duda wa sharauhu bi thamanin bakhsin. Darahima ma'duda, dirham 20 tu ndizo zilizotumika katika kumuuza Nabiyullah Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Almihnatu athalitha, mtihani wa tatu ni mtihani aliyoukuta Nabii Yusuf katika nyumba ya mfalme, yani nyumba ya waziri wa mali, nyumba ya Aziz. Azizu Misri sio mfalme, bali ni waziri wa fedha. Mtihani wa kutongozwa, mtihani wa kutaka kubakwa, mtihani wa tendo chafu la zina. Na huu ulikuwa ni mmoja katika mitihani mizito ambayo alifaulu Nabiyullah Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Na tulifika tukaizungumzia kanzu yake, tukasema kanzu imekuwa ni kizungumzo, ni gumzo kubwa sana katika kisa hiki. Kanzu iliyotumika kama ushahidi wa kupotea au kuliwa na mbwa mwitu, hiyo hiyo ikatumika kama ushahidi wa uongo, hakuliwa na mbwa mwitu. Kanzu hiyo hiyo ikatumika kama ndiyo baraa, ndiyo ushahidi wa kuto mtendea maovu mke wa Aziz Misri. Ndugu zangu Waislamu, mwanamke aliyemfanyia mambo haya Nabii Yusuf alisikitishwa sana na kauli zinazoenea katika mitaa juu ya tendo alilolifanya. Hapa ndipo tulipofika, na leo ndipo tutakapoondokea insha Allah. Qur'ani inasema nini kuhusu ishaa, habari zilivyoenea katika mitaa ya Misri na vitongoji vyake, hususan katika wale wanawake katika tabaqatun raqiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا
lanaraha fi dalalin mubin. Qur'ani inasema hivi, waqala niswatun fil madina, wakasema akina mama wa mjini. Imra'atul aziz, sual gharib, yani taajub. Imra'atul aziz, mke wa waziri, turawidu fataha, anamtongoza mfanya kazi wake, mtumwa wake, an nafsihi, anamtaka kwa nafsi yake. Ajabu, maana yake angelikuwa amemtaka mwingine asiyekuwa mtumwa kwao isingekuwa ajabu, ama kamtaka mtumwa wake kwao ikawa ni ajabu kubwa. Ndio maana wanajiuliza kwa mshangao, imra'atul aziz, mke wa waziri wa fedha, turawidu fataha, anamtaka mtumwa wake, an nafsihi, qad shaghafaha hubba, bila shaka amezidiwa na mapenzi. Shaghaf, wanasema ulama tafsir, ni moja katika daraja za mapenzi, bali shaghaf ni alhubbul qatil, yale mapenzi yenye kuua. Ukifikia mahali mtu akafa kwa sababu ya mapenzi, huwa amefika katika daraja ya shaghaf. Kwa sababu ulama ilmu al-ijtima, social education, wanasema mapenzi huwa yana daraja 4 au 5, huwa zinakuwa kidogo kidogo. Mtu yoyote mwenye kupenda huanzia mahali panapoitwa at-taalluq. Hii ndio daraja ya kwanza katika kupenda, na maana ya taalluq yani ni neno linalomaanisha kuganda mahali. Ukimwona njiwa ukampenda rangi yake akakupendezea, bila shaka huwezi kuondoa macho yako haraka, itakuwa kama umeganda kumtizama ile hali ya umbile lake. Na hapa ndo mwanzo wa kupenda, na sio njiwa tu na wengine. Basi taalluq huwa ndo daraja ya kwanza katika mapenzi. Alafu ikitoka taalluq inakuja daraja ya pili, inaitwa swababa. Swababa maana yake ni mtiririko kama wa maji. Baada ya kutaallaq huwa kuna kuja daraja hii ya pili, ikawa mtu anapenda kama vile maji yanavyotiririka ya mto, na yakijaa inakuwa hata mbele yake kukiwa na ukuta yanavunja. Na ndio maana mtu akifika katika daraja hii inakuwa pia hashikiki, wala watu watakapomweleza lolote hafahamu, kwa sababu ameshaingia katika daraja ya swababa. Kisha inakuja daraja ya tatu. Daraja ya tatu inaitwa gharam. Na gharam maana yake ni kulazimika kuwa na kitu pamoja bila kukubali ile kuwa mbali nacho. Gharam, na neno hili limekuja katika suratul Furqan, walladhina yaquluna rabbana isrif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama. Ya Rabbi, tuepushe na moto wa Jahannam, hakika adhabu hiyo ni yenye kumlazimu mtu, habanduki katika moto, yupo tu wala huepukani nao. Sasa na mapenzi kuna daraja inaitwa gharam, maana ukishapenda katika daraja hiyo hutaki kuwa mbali na yule umpendaye. Hata kama anaenda kazini unaenda naye, japo wewe huna kazi zozote kule. Yuko jikoni anapika, lazima na wewe ukae pale, unamsubiri tu, labda kama kenda chooni, na pia angekuruhusu ungeenda hivyo hivyo. Ndio inaitwa gharami. Alafu inakuja daraja ya 4 inaitwa shaghaf. Ndio hii daraja shaghaf. Hii ndio mapenzi ya kuua, hubbul qatil, na ndio yaliyotajwa hapa, ndio walioyazungumza wanawake, sema qad shaghafaha hubba. Huyu mwanamke kazidiwa na daraja hii ya 4 ya mapenzi. Alafu kuna daraja ya mwisho, hii ni daraja ya 5 katika kupenda, inaitwa ishq. Ishq ni kupenda mno. Sasa daraja hizi zote mtu akiwa nazo inakuwa hatari, na hasa ikiwa mapenzi yenyewe sio mahala pake. Ndio maana unaona mtu hataki kusikia kauli yoyote anayoambiwa, bwana huyu hakufai, ananifaa huyo.
bwana huyu hivi, unasema hapana, nyinyi mnamuona hivyo. Ndio Majnun Bani Amir. Leo watu wametunga mpaka historia, wanatunga tamthilia na filamu za mtu anaitwa Majnun Bani Amir, au maarufu anaitwa Majnun Laila. Imepita huko zamani, ukasema ni watu wanaopigiwa mfano leo katika kupenda. Inavyosemekana wanahistoria wa adabu wanasema huyu Leila mwenyewe alikuwa akipendwa na huyu bwana, wala hakuwa mzuri. Wanasema kanat damima alkhilqa, alikuwa mbaya, alikuwa sio mzuri, mrembo wa kumbabaisha huyu mtu kiasi hicho. Lakini yeye alikuwa akiwaambia wale wanaomlaumu, atadhunnun annabi junun, atadhunnun annabi jununa, nyinyi mnadhani kwamba mimi nina wazimu? Wale wanaambia ndio. Akaambia zadakumullahu sihhatan wa zadani jununan, kama nyinyi mnaniona mimi na wazimu, basi namuomba Mungu aniongezee wazimu na nyinyi akuzidishieni siha na afya. Yeye ndo anawaona wao ndio wana wazimu. Kisha ilifika mahali alikuwa akiwaambia watu, mapenzi yangu kwa huyu na alivyo yeye, lau mimi ningekuazimeni haya macho yangu, ikawa nyinyi mnaona kwa kupitia haya macho yangu, mkamtizama yule Leila wangu, mngefahamu kwamba nyinyi ndo mnawazimu na mimi niko sahihi. Lau mngekuwa mnamtizama kwa mtizamo wangu mimi, mngejua kwamba mna makosa. Mimi mwenyewe najua kama niko sahihi. Kiasi gani alikuwa yuko sahihi? Alikuwa anasema hatta idha sallaitu lastu adri athalathatan sallaitu am thamania, mimi nikiwa na Laila nikimwaza, hata wakati ninaposali huwa sijui nimesali rakaa 3 wala 8. Yani hata akisali pia anasahau. Sasa ndio tukasema mapenzi hayakuwa mahala pake. Mpaka akiwa katika sala utafikiria na sali tarawih, haijulikani kwa sababu memory card yake ameshavurugwa na Laila. Kisha alikuwa akawaambia watu jambo kubwa zaidi kuliko hilo, anasema wa attakhidhu nahwaha alqibla, na kule aliko Laila ndiko nakuelekea kibla. Wa in kanat alqiblatu min wara'i, yapo kibla kiko nyuma, maadamu yeye yuko huku, mi kibla yangu ndo huko. Kisha watu wakampa support ya kwenda kumuombea dua, wakajua huyu anaumwa, akafika katika daraja ya mapenzi ambayo sio sahihi. Wakamwambia twende Maka tukakuombee dua mbele ya Al-Kaaba, Mungu akuondolee haya sio mapenzi. Akasema sawa, nakubali, twendeni. Wakampeleka mpaka mbele ya Al-Kaaba, akamwambia ud'u wa nahnu nu'min, wewe kazi yako itakuwa kuomba dua na sisi huku nyuma yako tunaitikia amin, tunakusaidia. Kwa basi pole pole akanyanyua mikono akasema, rabbi la taslubanni hubbaha abadan, ya rabbi usininyime mapenzi ya Leila milele maisha. Kisha akasema wa yarhamullahu abdan qala amin, na mtu huko nyuma atakayesema amin, ya rabbi mpe rehema zako nyingi sana. Wale wakasema amin, wale hawakujua nini anaomba, yeye anazidisha bali. Kwa hiyo badala ya kuondoshewa ule mtihani anaomba azidishie. Hii ilikuwa daraja ya mwisho kabisa katika kupenda, na huenda ukapenda mahala ambapo sipo, na huenda ukapenda mapenzi batili ambayo sio sahihi. Mungu atuonyeshe njia nzuri ya kupenda, na walladhina amanu ashaddu hubban lillah, walioamini mapenzi yao makubwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Walmu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Watukufu wa Islam, qad shaghafaha hubba, amezidiwa huyu mwanamke na mapenzi. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, hakika sisi tunamuona huyu mwanamke yuko katika upotevu wa wazi wazi. Fi khata wada'at al-ashya'a fi ghairi mawaziniha, walamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhin, aliposikia anasemwa akawaalika wanawake. Arsalat, kaandika barua mwaliko, na kualikeni nyumbani kwangu siku fulani, itakuwa kidogo na shughuli.
arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttakaa, kisha akawaandalia matakia, viti vya kifahari. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, na kila mmoja katika wanawake wale akampa kisu na mkononi kuna chungwa, ili apate kushushia chakula kile na kula fruit tabaqatun ra'i'a. Wa qalat ikhruj alayhin, kabla hawajashtuka nini alichopanga huko, alikuwa kishapanga milango ifunguliwe na Nabii Yusuf apite mbele yao. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Alipopita Nabii Yusuf, bumbuwazi iliyowapata, na badala ya kumenya machungwa yao wakamenya viganja vyao vya mikono, bila ya wao kutambua wanachokifanya nini. Huu ndio uzuri wa Nabii Yusuf. Bali baadhi ya mufassiri al-Qur'ani wanasema katika mubalagha ya kuutaja uzuri wake, alikuwa akipita katika ukuta, basi ile nuru yake kama mfano wa jua linapokuonyesha kivuli wewe, basi ilikuwa ikimwonyesha Nabii Yusuf katika ukuta, ile nuru ya jamali ya uzuri wake alivyokuwa. Ala kulli hal, yote hii inaonyesha uzuri alompa Mwenyezi Mungu Subhanahu, na mtume wetu alithibitishia hilo. Sema wa raaitu Yusuf, ilipokwenda Mi'raj nilimuona Yusuf, wa idha qad u'tiya shatra aljamal, na nikamuona Mwenyezi Mungu amempa nusu ya uzuri. Yani ni kama embe limekatwa pande mbili, upande mmoja sisi sote ndo uzuri tukachangia huko, na upande mmoja wa Yusuf peke yake, ndo maana ya shatrul jamal. Sasa wewe mwenyewe imagine alikuwa mzuri kiasi gani. Kisha nikauliza swali, ikiwa huu ni uzuri wa Yusuf, vipi uzuri wa muumba wa Yusuf utakuwaje? Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kuna mambo makubwa hapa. Waqalat ukhruj alayhin, kama toka, hebu Yusuf pita wakuone, maana wananisengenya huko mitaani hawajui. Akapita. Falamma ra'aynahu, walipomuona anapita, akbarnahu, walimuadhimisha na kumtukuza. Wa qulna hasha lillah wa qatta'na aydiyahunna, na wakakata viganja vyao vya mikono. Wa qulna hasha lillah, wakasema haiwezekani kabisa, hasha lillah, ma hadha bashara, huyu sio binadamu, haiwezekani kwamba huyu ni kiumbe. Uzuri kama huu hawezi kuwa nao mwanadamu. In hadha illa malakun karim, hakuwa huyu. Hapa kumetumika vyombo vizito vya kilugha, maana imetumika ini shartiya, lakini in ikija mbele yake adatu asri ya nini, ikija adatu alistithna illa, huwa imevunjwa hii in. Basi hapa wanawake walisema haiwezekani kuwa ni binadamu huyu, ila atakuwa ni malaika. Tena malaika mwenyewe sio yule malaika yeyote tu, karimun, yule malaika ambaye mtukufu, wale waliokuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imratul Azizi mbinu zake zikawa zimeshaiva. Alichotaka kuwafikishia ni message kwamba nyinyi mnanisema bure, lakini hamjui kilichonishughulisha mimi, na laitani mngejua basi nanyi pia mngemtaka. Kadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Akawaongeza na lengine, pamoja na uzuri huo mliouona, huyo ndo yule ambaye mnanizungumza mimi kwamba nilimtaka, na kweli nilimtongoza. Na uzuri mliouona si peke yake, ana sifa ya ifa, sifa ya kutotaka machafu. Ni moja katika sifa nzuri kwa wanaume na kwa wanawake pia. Ana sifa ya kujizuia, pamoja na sifa ambayo mmempa na mmemuona nayo ya umbo alilokuwa nalo. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam, ana sifa ya ifa ambayo ni sifa nzuri sana kwa watu. Na akiwa hatoendelea kunisikiliza,
basi ataendelea kukaa jela na atakuwa miongoni mwa watu wanyonge sana. Wale waliposikia hivyo wakamwambia Yusuf, kubali, na sio kumkubalia yeye tu, na sisi pia utukubalie, maana si yeye tu anakutaka na sisi pia tunakutaka. Nabii Yusuf kabidi amwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alimwelekea kwa kusemaje? Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. anasema Rabbi, Mola wangu, asijinu, jela, ahabu ilayya, inapendeza kwangu, mimma yad'unani ilay, kuliko hayo wanayoniita niyatende. Alihiari kwenda jela kuliko zina. Allah, alihiari kufungwa, maana mahala pa udhalilifu mkubwa ni jela. Saa nyingine afande anakupiga rungu, ukiuliza kwa nini anakuambia na kuhesabu. Hata hesabu zenu kwa rungu, 1 2 kwa rungu, na mkipangwa taburi, ukisema ai nimeumia, afande anasema umenikosesha hesabu, naanza tena mwanzo mpaka mwisho. Mahala pa udhalilifu, unalala na mbu, unakesha na mbu, ukitaka kwenda haja ndo hapo hapo. Alhasili inakuwa matatizo makubwa. Lakini Yusuf asema rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani, bora niende jela kuliko kufanya kitendo hichi kicha. Wa illa tasrifa anni kaidahunna, na kama hutonikinga, maana ukiniachia mimi mwenyewe haya mambo yatanishinda, mimi ni dhaifu, kwa hiyo usiniache ya Rabbi, nataka support yako, maana ukiniacha nitashindwa, mwisho nitamili kulifanya wanalolitaka na nitakuwa miongoni mwa wajinga. Fastajaba lahu rabbuhu, Mola wake akamtakabalia. Kumtakabalia Mola wake ni kuondoa ile fitna katika nyoyo za wanawake ya kumtamani Nabii Yusuf, ikawa tena hawana habari naye. Na Nabii Yusuf akasalimika hapo, lakini akachukuliwa. Ilikuwa ni lazima achukuliwe, apelekwe jela, maana Azizu Misri, waziri, kutaka kuvunja watu midomo, huyu Yusuf aende jela lazima, kwa sababu akiendelea kukaa pale itaambiwa hajachukua hatua yoyote, na kataka kumkosea adabu mke wake na bado anamuacha tu. Kwa hiyo lazima aonyeshe kama ametiwa adabu, na adabu yenyewe ni ile aliyochagua mke wake, jela. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununahu hatta hin, wakadhihirikiwa kwamba solution atupwe jela tena miaka wala idadi maalum, atupwe jela kwa muda usiojulikana. Na katika mambo makubwa, mfungwa kwamba umefungwa bila ya muda, hata ujui muda gani utatoka, angalau unajua baada ya mwaka utatoka, kila siku unahesabu tu. Lakini Yusuf hakujua atatolewa lini, amefungwa bila ya tarehe maalum, akapitishwa. Na hivi ndivyo alivyopata almihnatu arrabi'a, mtihani mwingine wa kwenda jela. Bado ukisoma historia Nabii Yusuf ina zigzag, panda shuka hizo: mapenzi ya baba, kutupwa kisimani, kupelekwa kwa Imraatul Azizi kulelewa, kutongozwa na kutupwa jela. Na kila kitu kizuri kinazaa kibaya, na kibaya kinazaa kizuri. Mapenzi ya baba ni mazuri, lakini yalizaa husda kwa ndugu zake, katupwa kisimani. Kutupwa kisimani ni jambo baya, lakini ndilo lilozaa kupelekwa katika jumba la kifalme. Hapo ndipo alipopata knowledge Sayyidina Yusuf. Elimu yote ya kuongoza nchi na kuweza kuwa waziri wa fedha baadaye aliipata hapa, akitizama namna anavyosarifu. Na huyu mtu alikuwa hodari katika kazi, kwa Yusuf alijifunza hapa. Si unaona baadaye kwamba akrimi mathwahu asa an yanfa'na au natakhidhahu walada, aya inasema falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman.
Hapo alijifunza hekima na elimu, wakadhalika najzi almuhsinin. Kwa hiyo zuri la kupendwa likazalisha baya la kutupwa kisimani. Kutupwa kisimani baya likazalisha kwenda kupata elimu katika jumba la kifahari la waziri wa mali. Jambo zuri la kukaa na kupata elimu katika nyumba ya waziri wa mali likazalisha jambo baya la kutongozwa na mwanamke na kusingiziwa kwenda jela. Kwa hiyo kwenda jela sasa ni jambo lingine baya, gumu, mtihani. Tuone na huu mtihani wa kwenda jela utazaa kitu gani kizuri. Hapa unaambiwa wewe na mimi kwamba mambo yoyote yanayokukuta katika haya maisha usisikitike sana, mwachie Mungu. Kwamba Mungu anakuambia mimi Mola wako mara nyingine nakupangia mambo wewe ambayo ukiyaona kwa macho yako unaona ni mabaya, ni magumu, ni mazito, lakini mimi namna ninavyoyapanga najua mwisho wake kutakuwa na mambo mazuri. Kwa hiyo usisikitishwe. Ukijikwaa mguu usisikitike, sema alhamdulillah. Ukipata mtihani usisikitike kusema jamaa wananionea kila siku 100 tu. Hapana, kuna maandalizi Mungu anataka kukuandalia. Ni nani, nikauliza ni nani kati yetu amepata mtihani kama Nabii Yusuf wa kutupwa kisimani? Nikauliza nani anaweza kwenda kwa kufanya mazoezi tu akakaa kisimani kwa muda wa kutwa tu basi akae? Hii ni jambo, lakini mitume wa Mungu wameyaonja haya. Na kila ukiona mitihani ni mikubwa kwako ujue na daraja yako ni kubwa, kwa sababu Mtume anasema katika hadithi, Mwenyezi Mungu anampa mtu mtihani kwa kadri ya dini yake na daraja yake ya imani. Ndio maana unaona mitume mitihani yao ilikuwa mizito. Sayyidina Ayub aliumwa akaugua mpaka mwili ukaoza kwa muda wa miaka 18 yuko kitandani. Nani anaumwa kwa muda wa miaka 18 mpaka mwili unaoza unatoa wadudu? Pamoja na hayo anamwambia Mungu, ya Rabbi, niachie mdomo tu na ulimi ambao unakutaja mimi, sijali kama haya ndo mapenzi yako unataka mimi niachie huu mdomo tu, uwe kazi yake kusema ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya. Wewe ukiuma masaa 24 tuseme Mungu sasa anataka kunichukua nini? Nataka kuchukua kiumbe chake nini? Jamani, msilale, laleni macho. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla sisi anatupa vijitihani vidogo vidogo. Mara tumeibiwa, mara umeingia msikitini viatu vimeibiwa, mara wameiba pawa window kwenye gari yako, mara nyumba yako. Ndio vijitihani vidogo vidogo, na bado tunalani, bado tunachukia. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Yusuf anatufundisha mambo makubwa sana, kwamba unaweza ukaona jambo katika macho yako ni la kuchukiza, lakini mimi Mola wako na kuandalia mazingira mazuri mbele yako. Kwa hiyo usibabaike. Watukufu wa Islamu, Sayyidina Yusuf anakwenda jela. Zisikilize hizi aya. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. جيلا ikasadifu siku ya kuingia kwake, akaingia na mahabusu wawili vijana. Hawa vijana kadhia yao walituhumiwa wanataka kumuua mfalme. Unajua, unapokaa na wakubwa hakuishi fitna, na kila mmoja huwa anataka cheo na aonekane mzuri kwa yule bwana mkubwa. Sasa uzuri mtu haupalilii akautafuta mwenyewe kwa kuwa hard work katika kazi. Mara nyingine hutafuta udaku, akawa kazi yake kupeleka habari za wenzake tu kwa mkubwa yule fulani. Unamjua yule bwana, nimemsikia. Mara anaweza kuja akakurekodi, sasa anakuchokonoa, unasema maneno na msikilize alivyokuponda, msikilize. Sasa yule anaona huyu mtu mzuri kwangu, ananiletea information ambazo ni nyeti sana, basi wewe utapata cheo fulani. Watu wengine huwa wanatafuta vyeo kupitia migongo ya kuwasema watu wengine na kutafuta mambo kama hayo.
aonekane mzuri kwa upande ule, aharibu kwa upande mwingine. Na hii ni moja katika tabia mbaya na ni tabia za munafikin. Wewe unataka cheo, kuwa hadwa katika kazi zako, kila mmoja akuone, na Allah anasema waqul i'malu fasayara Allahu amalakum, fanyeni kazi Mungu ataona, wa rasulu, na mtume ataona, wal mu'minun, na waumini, na watu wataona. Watu wana macho, wataona. Huna haja ya kusema bwana hamuoni kazi ninayoifanya. Hapana, wewe fanya tu, wakiona sawa. Na kama kweli unafanya kwa ajili ya Allah, watu wataona, na wataiona, na Mungu ataiona na mtume. Lakini ukifanya sio kwa ajili ya Allah, haoni Mungu wala haoni mtume wala hawataona waumini, kwa maana kwamba hawatoithamini. Naam. Basi Sayyidina Yusuf akaingia na hawa watu waliosingiziwa, wakatuhumiwa kwamba walikuwa wanataka kumtilia mfalme sumu wamuue. Hao vijana walipoingia jela wakamwona Yusuf ni mtu mzuri, na mtu mzuri huwa hajifichi kwenye mazungumzo yake na nashatati zake. Ukikaa na mtu mzuri utamsikia tu mazungumzo yake, na ukikaa na mtu mbaya pia utamfahamu kwa mwanzo mazungumzo yake. Wanasema wanachuoni wa elimu ya nafsi, psychology, mwizi hawezi kuzungumza maneno zaidi ya 5 bila kutaja mambo ya wizi. Yani kila mmoja atataja hiwaya yake ile, atazunguka, atasema, unaonaje tukanda tukamchomolea fulani, na kwa sababu ndo kazi yake. Nabii Yusuf yuko pale, watu wote pale jela ikawa ndo kimbilio lao katika fatwa, katika nasaha, katika mambo mengi, ikawa wanamuandama kila wanapokwenda, ikawa na masi kubwa sana ya watu. Hapa wanasema hawa watu waliota, lakini katika riwaya nyingine wanasema waliekti kama wameota. Waliposikia Nabii Yusuf anajua kutafsiri ndoto za watu, akamwambia njoo tumjaribu. Kujaribu kwenyewe, kila mmoja wao akasimulia. Mmoja akamwambia, usiku nimelala nikaota kama nina zabibu ninazikamua ninazitengeza pombe. Nini maana ya ndoto yangu hii? Mwingine akasema, usiku nimeota juu ya kichwa changu yupo ndege, na huyu ndege anadonoa mkate juu yake. Nini maana yake? Sasa Nabii Yusuf akawa ameshajua maana ya tafsiri ya ndoto hizi, hata kama hawakuota wale, lakini anajua mtu akiota anakamua pombe, anakamua zabibu ni nini, na anajua mtu anapokula kunguru juu ya kichwa chake ni kitu gani. Akafahamu kwamba hizi ndoto mmoja wao imeshamwelekea ni hatari kwake. Huyu aliota juu ya kichwa chake kuna ndege. Pale pale Yusuf akatanabba kwamba huyu atauawa, mwenyewe hajijui, lakini yeye ameshajua kwamba huyu ndoto yake ni message kwamba atakuja kunyongwa. Sasa ikawa anataka kuwatafsiria ndoto, lakini angalia katika tafsiri ya ndoto yenyewe alianzia mbali, kwa sababu alitaka kumliwaza huyu mtu kwanza kabla ya kumpa tafsiri ya ndoto. Angalia kama una msahafu katika suratu Yusuf, anasema wadakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wilihi inna naraka min al-muhsinin. Tueleze tafsiri ya ndoto, sisi tunakuona wewe ni mmoja katika watu wema. Yeye akaanza kusema qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Mimi nitakutafsirieni ndoto zenu hata kabla ya chakula hakijaja, kabla hamjala, na nina uwezo hata wa kukuambieni mtakula nini leo, hata chakula hamjaletewa bado. Mimi msinione hapa nilipofika, sikufika hivi hivi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah,
nimeacha mila za watu ambao hawataki kumwamini Mwenyezi Mungu, wa hum bil akhirati hum kafirun, na wao ni makafiri kwa kuikufuru akhira. Wattaba'tu millata abai, mimi nimeifuata mila ya baba zangu Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Baba zangu ni hao Ibrahim, Ishaq na Yaqub, sababu Yusuf ni kitukuu cha Nabii Allah Ibrahim. Ibrahim amemzaa Ishaq, Ishaq akamzaa Yaqub, na Yaqub akamzaa Yusuf. Kana lana an nushrika billahi min shay, sisi hatukumshirikisha Mungu hata siku moja. Anataka kukupa wewe usafi wa maisha, unataka fuata utaratibu huu, acha ushirikina, acha kuabudu asiyekuwa Allah, kuwa mtiifu mbele ya imani sahihi ya la ilaha illa Allah, utafika mbali. Wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alaina. Halafu hapo hakuringa Yusuf, hakusema hivyo ndivyo tulivyo sisi, ukoo mkubwa, sisi kabila kubwa, sisi ni watu werevu. Walisema la, dhalika min fadli llahi alaina, hizo ni fadla za Mwenyezi Mungu kwetu. Mungu ndo alotufikisha hapa, hatukufika hapo kwa werevu wetu, fadla za. Na ukiona mtu ni tawadhu, hakuna mtu hodari kama mimi. Na ukiona mtu namna hiyo, huyo anapita mahala sipo. Lakini dhalika min fadlillahi alaina, hizo ni fadla za Mwenyezi Mungu juu yetu. Wa ala nnasi, na kwa watu wengine wote, walakinna akthara nnasi la yashkuru, lakini watu wengi hawashukuru. Ya sahiba sijin, enyi wenzangu wafungwa, wafungwa wenzangu, mahabusu wenzangu, aarbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar, niambieni nani bora, miungu mingi au Mungu mmoja? Yani anaanza kutandaza da'wa kwanza kabla ya kueleza nini tafsiri ya ndoto, ili huyu atakapokuja kubainishiwa basi angalau ameliwazika kidogo, amepata tauhidi, amepata namna. Unaona namna alivyokuwa mwerevu Nabii Yusuf. Ni hizi ndo hikima zenyewe. Sio pale pale mtu ameota nimeona kunguru juu ya kichwa chake, utakwenda kuuawa. Na alikuwa anaweza kufanya hivyo, lakini unaona kifo wewe ni kitu gani? Kifo ni kitu kikubwa, kifo ni jambo kubwa. Mwenyezi Mungu hapa ametuchallenge sisi wanadamu kwa jambo zito, sio kwa mfalme wala kwa mnyonge wala kwa yoyote. Kifo kinakuja tu, hata uwe super power uwe nani, na siku ya kuondoka kwako wala hakuna mtu atakayeletewa habari. Arsala almaliku malakan liqabdi ruhi almaliki faman almaliku. Mmoja alipokufa mfalme Shah, alikuwa mfalme wa Iran, basi mmoja katika wanachuoni anasema arsala almaliku malaka liqabdi ruhi almaliki faman almaliku. Katika msamia anasema mfalme kamtuma malaika kwenda kuchukua roho ya mfalme. Sasa mfalme ni nani? Yani mfalme Mwenyezi Mungu kamtuma malaika kwenda kuchukua roho ya mfalme Shah. Sasa mfalme wa hakika ni nani? Hata kama wafalme nao pia wanakufa, basi nani atabaki? Basi huyo ndo Mwenyezi Mungu. Kwa jambo la kifo, asije mtu unakufa bwana, umeota hivyo au umekwisha mwenzangu, umekwisha. Hapana, kwanza amezunguka mbali huko, arbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan ma anzala Allahu biha min sultan in alhukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Ya sahibai si, alafu sasa akageuka tafsiri, ahadukuma fayaski rabbahu khamra, ama mmoja wenu, wala hakumtaja ni nani kati ya nyinyi. Angalia, bado hekima inatumika bado. Mmoja wenu kazi yake itakuwa ni kumnywesha mfalme pombe, na alijua kwamba atakaa jela kwa muda wa siku 3, alafu atatoka, atarudi katika kazi yake. Kazi yake ni kukamua pombe na kumpa mfalme. Kwa hiyo kumwambia wewe,
kumwambia wewe, kwa sababu ndoto ya mmoja wao ni nzito, kitanzi. Sasa sio anamapproach tu kwamba unaenda kufa babangu, hapana. Anamwambia mmoja wenu atamnywesha mfalme pombe, wa amma al-akharu, na wa pili, fayuslabu, atasulubiwa, fatakulu at-tayru min ra'si, ataliwa na ndege juu ya kichwa chake, au ndege atatumia kichwa chake kama meza ya kula chakula. Sasa hukumu hiyo walipoitoa ya tafsiri ya ndoto, wale wakarudi wakaogopa, nani huyo atakayekufa? Alafu wakamwambia, tumekudanganya, hatujaota kitu. Yusuf akasema, qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan, hata kama hamjaota hukumu ishapita, kwa sababu ndoto ikiotwa na mtu maadamu haijasimuliwa huwa haina athari, wanasema wenyewe ulama wa kutafsiri ndoto. Lakini muda ikishatafsiriwa tu basi huwa ndo tayari. Ndio maana usiende kwa mtu yoyote tu hivi hivi akakutafsiria ndoto, kama tulivyozungumza. Nenda kwa Habib au Labib, alim. Sasa wale hata kama walimtafuta ushari, uchokozi, kwamba mtu yeye anajua mtu akiota hivi iwe vipi, mtu akiota hivi, wale kusema hatujaota kitu, sema qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan, hata kama hamjaota, lakini maadamu mmezungumza hayo, basi haya mambo yameshapita katika ilmu ya Mwenyezi Mungu, yatatokea tu lazima, hakuna ujanja. Baada ya siku 3 mmoja akatolewa, na huyo ndiye akawasaki al-malik. Mfalme akitaka maji, pombe, nini anampelekea. Ina maana ndoto imeshatokea. Yule mmoja akabakia bado katika jela, lakini siku alipokuwa anatoka yule, Nabii Yusuf akampa salamu kwa siri, akamwambia, ukifika kwa mfalme, udhkurni inda rabbik, nitaje mbele ya mfalme, nizungumze mbele yake, mwambie jela nimekutana na kijana anaitwa Yusuf, na yeye ndo alonipa tafsiri ya ndoto yangu kwamba mimi nitakuja kuwa mnywesha pombe mfalme, sakirman. Laala akishasikia hivyo mfalme, inaweza ikawa sababu ya kutolewa mimi hapa jela. Yule mtu akaondoka akaenda zake uraiani huko. Bwana wafungwa wanasema akitoka mtu kule jela, wao wanasema mwenzetu anakwenda duniani, yani wao hawajihesabu kabisa kama wako duniani. Lakini kuna wengine wanakupenda huko huko jela, mara wanaombea afande, na mimi naondoka, lakini sahani yangu niwekee vizuri na kijiko changu, baada ya muda tarudi huko, akunifai mimi, kwangu ndo hapa hapa, na nakula bure, nafanya kila kitu bure. Wiki moja tu atanirudisha hapa, anapofanya kama maskani yake. Na kweli baada ya wiki huyo anarudi, wewe si ulikuwa hapa hapa, sasa kule nitakula nini mimi? Anaishi pale kwa mapenzi makubwa. Basi Mtume Yusuf akamwambia, udhkurni inda rabbik, nitaje kule mbele ya Mola wako. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك, kamwambia yule alodhani kwamba ataokoka. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك, nitaje, msimlie mfalme kisa changu. فأنساه الشيطان ذكر ربي, lakini shetani hatuachi bado. Shetani akasababisha, akamtia wasiwasi huyu mtu mpaka akamsahaulisha kumtaja Yusuf mbele ya mfalme kule. Shetani hakutaka Yusuf atolewe jela, aendelee kusafa huko. Acha shetani huyu yule tulomzungumza wakati wa Nabii Adam bado anaendelea kufanya kazi, na shetani yule yule sio tena mpya, ndo huyo leo bado anaishi na sisi. Watu wanakufa, wanazaliwa wengine wanakufa. Hebu niambie, mtu anapokuwa haijui kazi, mathalan hajui kazi ya kufundisha, lakini baada ya miaka 2 mitatu yule mwalimu anakuwa regular, anakuwa mzuri katika fani, kwa sababu ameshapata experience.
Sasa Ibilisi hata kama alikuwa hajui kupoteza watu vizuri, umri alioishi mpaka leo ashapata experience kiasi gani, na yeye alikuwa ni hodari katika fani ya kuwapoteza watu. Kwa hiyo kuna mambo mengine anayafanya ili kuhakikisha bado watu wanasafa, na moja ni ili alimsahaulisha huyu bwana kumtaja Nabii Yusuf mbele ya mfalme. Huyu ndo mfalme mwenyewe sasa, Al-Walid ibn Rayyan au Rayyan ibn Al-Walid. Huyu alikuwa akiishi kwake Nabii Yusuf ni waziri wa fedha, ndo Azizu Misri. Hii ndo tofauti kati ya Aziz na Malik. Akaendelea kuishi jela, lakini jela nzima akaitandika dawa, na watu wakawa wanafanya tauhidi kule jela, na Uislamu ukaenea, pamoja na kwamba yeye yuko mahala ambapo sio mahala pazuri, lakini alipabadilisha. Na hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa. Mtu akikupa ndimu na lemau, usimwambie hunipendi, zichukue, zikate, zifanye juice, tia sukari kidogo, alafu mpe, uone namna atakapopata kinywaji kizuri. Ndo anasema idha a'taka laymunan, akikupa lemau au ndimu usizitupe, zichukue, zifanye juice, utie sukari kidogo, weka na mapambo mengine, utaona itakapokuwa juice nzuri. Kwa jambo lolote linakuja, wewe libadilishe. Na mtu yoyote creative kama Yusuf hashindwi la kufanya mahala popote atakapomweka hapo atasurvive, hapo atapabadilisha. Lakini muharibifu, we mpeleke mahala pazuri, atapaharibu. Nabii Yusuf jela kaibadilisha, imekuwa ni mahala salama kabisa pa watu kuishi. Wote wale wakatoka pale muwahidun, wanamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tizama, hivi ndivyo watu wema walivyo. Na ukisoma historia utapata watu walifungwa kama Yusuf, lakini kule jela ndo walipata nafasi, faragha. Sarkhasi, Ibn Taymiyyah, hawa wote fatwa zao na vitabu vyao walitunga wakiwa jela. Mmoja alitupwa kisimani, alitupwa chini ya shimo kule, kakaa basi kule chini ya shimo. Yeye alifanya ni mahala maktab, alitunga kitabu akatoka na mujalladat, vitabu vyake amevitunga akiwa kule chini ya kisima jela. Sayyid Qutbi ni mmoja katika wanachuoni wa karibuni. Kuna Qur'an inaitwa fi dhilal al-Qur'an, fi dhilal al-Qur'an, katika vivuli vya Qur'an. Hii Qur'ani hii ilitafsiriwa na Sayyid Qutbi akiwa jela, katika serikali ya Misri ilimfunga kule jela, akaanza kutafsiri Qur'an, ndo akatoka na kitabu hicho kinaitwa fi dhilal al-Qur'an. Sasa jela mtu tena anapata mahala pa kusoma Qur'an, pa kuitafsiri, basi miujiza mikubwa, mambo makubwa. Kumbe mtu unasema ukimtia jela unasema ndo na muadhib, kumbe unasema umenipa khalwa, umenipa chemba, sasa umenipa nafasi ya kufanya mambo ambayo ilikuwa siwezi kuyafanya huko kwingine. Ukimpa nini, ukimfukuza katika nchi, yeye ndo umempa nafasi ya kwenda kupata sehemu nyingine ya kustakir. Yani utakachomfanya wewe, basi wewe umemwandalia mazingira mengine, anabadilisha lemau, anakuja na kuwa juice. Kwa hiyo wewe kitu chochote unachopewa, angalia ukisarifu, hiki nikibadilishe nini kiwe, unaweza kukibadilisha. Mungu amekupa zana na tuzu zote, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Mungu amekupa haya yote, kazi yake, fanya kazi. Ikhwata al-iman, Nabii Yusuf siku alipotoka huyu bwana akasahau kwenda kumweleza mfalme juu ya kadhia yake. Fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin, akaishi jela bid'a sinin. Bid'a sinin ni miaka 7, tena bila ya dhambi. Sasa hapa inaonyesha wazi sio kila anayekwenda jela na makosa, na tunatakiwa mara nyingine tuwe tunawazungumza hawa wafungwa, tunakwenda tunawapa mambo ya subra, tunawapa mambo ya taalimu. Ndio maana jela inaitwa mafunzo, mahala pa kujifunza watu. Nakumbuka nilipokuwa mwanafunzi kule Kenya, tuliwahi kwenda jela moja sehemu inaitwa Malindi, kwenda kufanya dawa. Basi kwa siku ya Ijumaa
wanaletwa wale wafungwa kama vile ng'ombe ya umbuzi wanaopelekwa. Na jela za nchi nyingine ni hatari kweli kweli. Kuna jela nyinginezo mtu anatizama television, kuna jela nyinginezo mtu analalia kitanda. Zipo jela hata humu katika nchi za Kiafrika. Mtu mke wake anaenda anakaa naye anazungumza naye, watu wake ukienda unamwona anapiga story na watu wake, ndio yuko jela. Lakini ziko jela nyingine hatari. Ukienda kule unatamani urudi duniani, unajiona kama wewe haupo. Ndio mmoja wao alikuwa akiitungia mashairi jela, anasema araaitum bilmazlum yulhabu dhahruhu hatta yaqula ana almusiu khudhuni. Namwona aliyedhulumiwa anavyopigwa viboko, kuna viboko vya kaharaba vya umeme, mpaka anasema mwenyewe ndio nimeiba, na wala hakuiba, anakubali kosa ambalo hakulitenda, ili basi vile viboko vipate kuondolewa katika. Mwingine anazimiwa sigareti katika chupu zake, mwingine anatolewa kucha zake, yani adhabu kubwa. Unamwagiwa maji ya moto au ya baridi, anatiwa katika sijnun infiradi, jela ya peke yake, zinzana. Pengine maji mpaka yanamfunika kichwa, pengine jela yenyewe kukaa tu, huwezi kusimama, kama umelala ndo umelala tu. Yani jela hatari. Kuna watu wanatesa humo duniani mpaka ukitoka pale unakuwa psychologically disturbed, wewe sio tena binadamu. Basi anasema araaitum bil insani yunfakhu batnuhu, mmemwona mtu anapulizwa tumbo lake, hata yura fi hayati albaluni, mpaka anaonekana kama baluni. Unachukuliwa anapulizwa kupitia tupu yake ya nyuma mpaka tumbo linavimba. Zote hizo ni anwa'u ta'dhib. Zipo baadhi ya jela katika hii dunia, watu wanapata mateso kama haya. Basi ala kulli hal, Sayyiduna Yusuf akasafa miaka. Siku hiyo tulipokwenda kufanya da'wa, basi mimi nilikuwa khatib wa siku hiyo wa mahabusu na msikiti wao. Basi tukazungumzia habari ya Nabii Yusuf. Wafungwa wengi walifurahi sana, nimeona wafungwa wanatabasamu kuona kama kumbe kuna mtume pia alifungwa. Wao wakasahau makosa yao, wakaona kama ni raha kufungwa. Hata mtume wa Mungu anafungwa jela. Lakini kaambia Yusuf hakuwa na dhambi. Kati yenu kuna wauaji, kati yenu kuna nini, lakini kati yetu inawezekana kuna wengine wamedhulumiwa kama Nabii Yusuf. Hawa ni mahala pa kutengeza imani sahihi. Ukirudi ujifanye ubadilishe tabia. Lakini walifarijika sana, na kila mfungwa au kila mtu anayekwenda jela akiwapa wafungwa kisa cha Nabii Yusuf lazima watafarijika, lazima watafarijika. Na sio hata mwenye huzuni ukimsomea na kisa cha Nabii Yusuf atafarijika. Ndio Sayyidina Ata anasema suratu Yusuf ni sura ya wenye huzuni. Wenye huzuni wote wakiisoma suratu Yusuf, basi huzuni zao zitaondoka, kwa sababu ndani kuna mambo. Ndio maana tumeweka tafsiri ya Qur'an. Tumeweka tafsiri kwa tusisome Qur'an kama kasuku tuwe tunajua na maana yake. Na alhamdulillah watu wanasoma. Lakini cha kushangaza, kuna baadhi ndugu zetu wako hapa karibu hawataki kusoma. Nafikiri wako busy, lakini tunawanasi kidogo waache nafasi kwa ajili ya taalimu. Mimi nawajua hapa kuna baadhi ya watu nikikwambieni wanatoka mbali. Sheikh Abdallah huyo anatoka Bububu, mimi namjua zamani kwa sababu hakosi darasa, lakini anakaa Bububu huko na darasa zote anakuja. Lakini yuko mtu hapa labda nyumba yake iko jirani na msikiti, wala ashughuliki kitu chochote. Lakini inshallah Mungu atampa hatua naye. Na wengi na wengine nawajua wanakaa Michezani mjini. Al-Hilali yule kule anatoka mbali, sio anakaa wapi siku hizi, anakaa Mwera. Kuna mmoja hapa nampa lifti na gari yangu kila siku, anakaa zake Mwera, anakuja kwa tena, anataka kujua maana ya Qur'an. Elimu watu wanaitafuta, lakini elimu imekufuata wewe mahali bado unagomba, hutaki kusoma. Na ni kitu kizuri sana ukiacha baadhi ya mambo yako wakati mdogo tu kwa ajili ya kitabu cha Mungu na fiqh. Sheikh anakuja kusomesha siku ya Jumatatu, njoo usome upate kujua sheria, tafsiri ya Qur'an na madarasa mengine.
hata sio lazima uje darasa hii hapa, ziko darasa zingine chungu nzima zimene kila mahali. Pale ulipo nenda kasome kwa shekhe yoyote unayempenda, ili upate knowledge ya kumjua Mola wako, kujua dini yako. Sayyidina Yusuf alipokaa kwa muda wa miaka 7 ikatokea faraja. Jela ni mahala pabaya, mahala pa huzuni, pa kusikitisha. Faraja ikatokea. Nini faraja ilitokezea? Waqala almaliku inni ara 7 baqaratin simani yakuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuha almalau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Mfalme naye akaota. Ndoto ya mfalme ilikuwa ya aina yake. Kaona ng'ombe 7 walionona wanatafunwa na ng'ombe 7 waliokonda. Kisha akaona vishuke 7, mabumba ya nini, vitita vile, vishuke vya mahindi vya nini, ngano nini, 7 vimekauka na vingine vimejaa. Sasa ikamshughulisha sana ndoto hii. 7 baqaratin siman yakuluhunna 7 ijaf. Ng'ombe wamekonda, badala hawa waliokonda wawe wanaliwa na walionona, hawa waliokonda wao ndo wakawa wanakula ng'ombe 7 zilizonona. Wa 7 sumbulatin khudr, na vingine viko katika hali nzuri, vishuke 7 vilivyokuwa green vimejaa vizuri. Wa ukhra yabisat, na vingine vimekauka. Ya ayuha almala, akawakusanya watu. Kila mfalme ana watu wake, ana wanachuoni wake, ana mashekhe wake, ana walimu wake, ana waganga wake, ana muabiri ruya wake. Akawakusanya wote, kaambia hebu nipeni tafsiri ya ndoto hii na nishughulisha. Kama yule mfalme aliota, yule Firauni aliota kwamba moto umeingia katika mji wake unachoma nyumba za Bani za Maqibti, lakini nyumba za Bani Israili ule moto unaziruka kama vile mtu anavoruka viunzi. Yani moto unakula nyumba za Maqibti, unaruka nyumba za Bani Israili. Alipouliza nini maana yake, akakusanya watu wake wale, kumwambia atazaliwa mtoto, ufalme wako wote utakwisha katika mikono yake. Ndoto zina risala, ndoto zina umuhimu wake. Hapo ndipo alipoanza kuua, chinja. Na huyu naye ameota wale ng'ombe 7 wanatafunwa na ng'ombe 7 mfano wake zilizokonda. Nini maana yake? Ya ayuha almalau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'bud. Nipeni tafsiri ya ndoto hizi. Qalu, wakasema adghathu ahlam, ndoto za kishetani, ndoto za kiibilisi, ndoto hazina ukweli ndani yake, ndoto ambazo sio really. Hizi ndoto hatuwezi sisi kutafsiri. Wama nahnu bitawili alahlam bi'alimi, sio ru'ya hizi, ni ahlam, ndoto zile ambazo saa nyingine mtu anaona kichwa kimekatwa, sije anafanya nini. Kuna ndoto hizi ambazo serious, sisi ndo tunataka tupe. Hii ndoto yako haina maana yoyote. Wakashindwa kusema sijui, wakahofia kupoteza vyeo vyao. Ninawaamini nyinyi waganga wangu, alafu mnaniambia hamjui, bora waseme hii sio ndoto sahihi. Akaambia la, lazima kuna jambo hapo. Mfalme anaambia lazima kuna jambo, haiwezekani hiyo itakuja tu ndoto hivi bure bure, hapana. Sasa katika hao watu waliokusanywa alikuwepo yule alokuwa kule jela la Yusuf, akatafsiriwa ndoto yake kwamba atakwenda kuwasaki almalik, kazi yake kumnywesha mfalme. Yule akakumbuka ndoto, na mimi niliwaipota. Ndio Qur'an inasema waqala alladhi naja minhuma, akasema yule aliyeokoka kati ya watu wawili wale, ana unabbiukum bitawilihi faarsilun, mimi nitakupa tafsiri ya ndoto yako ya ayuhal malik, nitume nipeleke sehemu, nitakwenda kumwambia yupo mtu, sikutafsiri mimi, lakini yupo mtu anaweza kukutafsiria hiyo ndoto. Faarsilun, nitumeni. Kweli kabisa. Yuko wapi? Kabisa yuko kule jela nilikokuwepo mimi, na yeye ndo alonipa tafsiri ya ndoto kwamba mimi nitakuwa mtumishi wako wa kukupa maji na kinywaji, na kweli nimekuwa baada ya kuota ndoto. Na yeye ndo alotafsiri kwamba yule mwenzangu alosulubishwa atasulubishwa, na yule alikuwa ashatoka baadaye akauawa, akahukumiwa. Na kweli akaja ndege juu ya kichwa chake akawa anadonoka vile vile alivyosema Nabii Yusuf.
Akamwambia nenda. Yule bwana akafunga safari akaenda zake jela. Mfalme anasubiri. Yusufu ayuha Siddiq, alipofika Yusuf, ewe msema kweli. Kwa nini alimuita msema kweli? Kwa yale uliotuambia ni kweli, mwenzangu ameuawa na mimi kwa saqil madhi. Sasa amempa jina lingine, ayuha Siddiq. Aftina, tupe fatwa. Aftina fi 7 baqaratin simanin yaakuluhunna 7 ijaf wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat. Tupe fatwa kati ya hawa ng'ombe 7 walionona wanaliwa na ng'ombe 7 waliokonda na vishuke 7 vya green vilivyojaa na vingine 7 vilivyokauka, nini maana yake? Yusuf akauliza nini? Mfalme ameota. Akaambia mwambie mfalme kuna kuja miaka 7 ya njaa. Hii miaka 7 watu watakufa, na ili mujiepushe na njaa hiyo itabidi sasa hivi kuandaliwe mipango maalum ya kilimo bora, ili watu waje wafidie hiyo miaka 7 hiyo, wawe wana mazao ya kutosha katika hazina. Bila ya kupatikana mfumo huu wa kuweka chakula, miaka 7 hiyo itakayokuja baadaye itakuwa hatari sana kwa chaka au njaa. Kisha baada ya hapo kutakuja miaka 7 mingine, itakuwa hiyo miaka 7 ndani yake mnakula kile ambacho kimekwisha kuwekwa hazina katika miaka iliyotangulia. Nakapa tazrauna 7 sinina daaba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika 7 shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Akawambia limeni kwa muda wa miaka 7. Tazrauna 7 sinina daaba, limeni kwa muda wa miaka 7. Fama hasadtum, mtakacho kivuna, fadharuhu fi sumbuli, kiacheni katika mashuke yake, msile kwa israfu. Illa qalilan mimma taakulun, mtakula kidogo tu mweke akiba. Thumma yati min ba'di dhalika 7 shidad, kwa sababu itakuja baada ya miaka 7 hii ambayo mtalima ya mazao, itakuja miaka 7 ya njaa mibaya mikavu, shidad iliyokuwa na uzito na dhiki. Hiyo miaka 7 hiyo sasa mtatumia hiki chakula cha miaka 7 hii mingine. Kwa hiyo ng'ombe 7 waliokonda ni miaka 7 ya njaa, kaitafsiri hivyo Nabii Yusuf. Na ng'ombe 7 walionona ni miaka 7 ya makulima ambayo itakuwa na mazao. Kwa hiyo ng'ombe aliyenona anatafunwa na ng'ombe aliyekonda, kwa maana kwamba ile miaka 7 ya mazao kitakuwa kile chakula kinafidiwa katika ile miaka 7 ya njaa. Ndio maana ya ndoto ile. Allah, tafsiri hapo kwa hapo, tena sio nenda wa urudi. Maana ukiuliza saa nyingine swali zito, shekhe atakwambia nisubirie kwanza nikatafute, na ni haki yake, kuliko ile atakayekwambia na fatwa hapo kwa hapo ikawa sio sahihi. Niachie nikapekue vitabu kwanza, niachie nikamuulize anayejua zaidi yangu mimi, wa fawqa kulli dhi ilmin ali, niachie nikutafutie, baada ya wiki nitakwambia naam, kuliko kutoa fatwa mbovu. Lakini Nabii Yusuf hapo kwa hapo unapata jibu. Kuna watu aina hiyo katika dunia, na hata Juha, yeye alikuwa Juha katika mambo mengine tu, lakini alikuwa na suratul ijaba. Na siku moja aliwauliza Juha, imamu wa msikiti aliwaambia wasalihina, tunataka tumkwamishe, maana huyu Juha kila swali ana jawabu lake, lakini kesho kila mmoja aje na yai. Wasalihina kila mmoja alfajiri akaja na yai.
Imamu kauliza, Juha, yai lako liko wapi? Akapiga mikono kama nini? Mimi sitoi mayai, mimi kukudume. Hao wote walokuja na mayai na maana wanataga wao. Na mimi jogoo. Wewe huko sijibu. Hako sijibu. Hapo kwa hapo wala hafikiri. Suratul ijaba. Sasa kuna watu aina hiyo katika ulama, katika mufassir ru'ya, na Sayyidina Yusuf alikuwa mmoja. Tazra'una 7 sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kuleni kidogo, kwa sababu inakuja njaa baadaye. Kuleni kwa mipango. Hapa ingekuwa mtu mwingine angechukua advantage. Mimi nimefungwa miaka 7, mmenionea, alafu kumbe mnanihitaji, ndoto zenu huko mnaniletea mimi sitoki hapa mpaka, wala sikwambieni maana yake, ndio mimi najua, lakini nitoeni kwanza. Hata ingekuwa mimi ningewaambia hivyo, toeni jela kwanza, alafu nitakwambieni maana ya ndoto. Tabu kule jela. Kila Yusuf hakuwapa sharti zozote, hakuwapa masharti. Wallah, nimekuja na ndoto, ilmu akatoa free. Ndoto hivi niombe, na mtalima, kalimeni miaka 7, mtakuja mtapalilia, mtakuja mtavuna, baadaye mtatupia. Allah. Mfalme alipokwenda akaruka akasema, nani, kuna mtu kama hivi katika nchi yangu? Mtu aina hawa wote hawa mimwemwe ile ya nini imeshindwa kuda, anajua yeye, alafu yuko ndani anafua. Je, mtoeni haraka. Anakaaje mtu huyo jela? Ndio akaanza kufuatilia mfalme, kwani ilikuwaje akafungwa? Hii ni hazina. Kuna baadhi ya watu katika nchi zao, na hakika ni hazina kubwa, na lazima watunzwe, na lazima watizamwe vizuri. Ndio katika nchi watu wanatizamwa ni watu wanaitwa ulama, wenye vipaji, wenye kufaidisha umma, wenye kunufaisha umma, wenye kutengeza asliha mutatawira, atomic bomb, nini, vitu vikubwa. Walimu, lazima dola iangalie wale watu waliokuwa Mungu amewapa vipaji vikubwa, iwatizame vizuri ili watu wapate kupiga hatua. Mtapata mtu muhimu sana katika jamii, lakini hashughulikiwi, kipaji chake kinakufa, kinakwisha, kinakwenda ala alhawa mubashara, inakuwa matatizo. Na mfalme hajakubali, anasema lazima atoke jela. Tena mimi ndo natoa amri, waqala almalik utuni bihi, nileteni, mtoeni jela. Ala, mtu kama huyu anayetoa tafsiri ya ndoto kama hii na ametufaa sisi. Na ile neno la Azizu Misri alipoambia asa an yanfa'ana au natakhidhahu walad, anaiokoa nchi na njaa. Kifo cha miaka 7 ya njaa sio mchezo. Mtu anatuambia mapema, anatutanabaisha, anatubutua kwamba njaa inakuja, fanyeni hivi, na mikakati yote akapanga yeye, kisha nakaa jela huyu. Wapo wa kukaa jela, lakini si huyu, mtoeni. Angalia na Nabii Yusuf naye alipokuja kumwambia, bwana, jaa al-faraj, mfalme anakuita, nasema wewe si mtu wa kukaa jela. Nabii Yusuf sasa pale ndo akasema, hapana, mimi siwezi kutoka. Nitatokaje na mimi nimehukumiwa? Na kwanza mpaka nijue nimehukumiwa kwa kosa gani. Allah. Bwana Mtume anasema, ningekuwa mimi ningeitikia, ningetoka jela. Tena mtu ameshakuja toka, unasema hapana, mimi sitoki. Karim ibn Karim. Kwa nini Yusuf alifanya vile? Alifanya vile kwa sababu kutaka kusafisha jina lake. Watu wameshakwisha kumchafulia jina kwamba yeye ni mbakaji, na watu wote wanajua hivyo kwamba Yusuf ameingia jela kwa sababu alitaka kumbaka mke wa waziri wa fedha. Sasa naambia mimi sitoki jela mpaka isomwe mashtaka yangu, au watu wote wafahamishwe nini kilichosababisha mimi kuingizwa jela. Ituni bi, nileteeni kabla. Irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. Mimi sitoki jela kwanza mpaka wale wanawake waliokata viganja vyao pia waulizwe kwa nini walikata viganja vyao. Mimi sitoki jela mpaka ithibitike mimi nimefanya kosa gani. Na watu wakakusanywa, wanawake wote. Mfalme sasa ikabidi achangamke, katoa watu, pelekeni huko, lete hapa, rudisha huko, wote ukasimamishwa mbele Yusuf. Watu wote sasa ikawa kadhia, nchi nzima inajua. Ma balu niswati allati qatta'na aydiyahum ma balu kunna idh rawattunna Yusufa an nafsi
akaitwa mpaka Zulekha yule mwanamke, na wanawake wote walioalikwa siku ile wakasimamishwa, na Yusuf yuko upande huu na watu wanashuhudia. Tuambieni nyie wanawake, mlikuwa na nini kuhusu habari ya Yusuf mpaka mkakata viganja vyenu vya mikono? Qulna hasha lillah, wakasema hasha lillah ma alimna alayhi min su, sisi hatukuona jambo lolote baya kwa huyu mtu. Zulekha akasimama na yeye imraatul aziz, waqalat imraatul aziz alana hashasa alhaq, akasema hivi, sasa hivi ukweli umedhihiri. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin, mimi ndo mkosaji, mimi ndo niliyemtaka, wala si yeye alionibaka, mimi ndo nilomtaka, na hakika yeye ni mkweli. Waqalat imraatul aziz الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Ajue bosi wangu, ajue babangu. Nabii Yusuf anasema kwamba mimi sikumfanyia khiana kwa mke wake, na Mungu hawaongozi watu wenye kufanya khiana. Mimi sikumfanyia hivyo kwa mke wake, wala sikumtaka mke wake. Mke wake ndo sasa anasema alana hashasa alhaq. Kuna mengine fataya kwa radhi huwa bado haijatosha, kwa sababu mshakuchafulia jina kila mahali. Sasa kama anaweza asimame kila mahali aliposimama, akasema fulani mwizi, asimame tena pale, bwana kumbe si mwizi, kama ataweza. Lakini hawezi. Baadaye mtu anamtukana mtu, anamgaya, baadaye bwana nisamehe, nimekosa. Hii ndio maana Nabii Yusuf alitaka ijulikane kwa public wote nini alichofanya, kosa lake yeye nini, au wanafungwa tu, na wote wakakiri kwamba wao ndio wenye makosa, Nabii Yusuf hana kosa. Hapo ndipo alipoamua sasa kutoka jela. Wapi sasa anakwenda Nabii Yusuf? Anakwenda katika hatua nyingine. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Kisa cha Nabii Yusuf ni kirefu kidogo, na ndani yake kina maudhui muhimu, na ndio maana tunakwenda hatua hatua. Inshallah mpaka Jumanne ijayo tutakapokuwa roho zetu ziko salama, tutaendelea. Siku ya Jumamosi tunaendelea na tafsiri al-Quran. Rabbana allimna alladhi yanfa'una wa fahimna minhu ma alimna. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.